Bana, kwa sasa hivi mambo yanaendelea kwenye michezo ya Ulaya ni kuhusu klabu ya Chelsea. Chelsea ni miongoni mwa timu ambazo zimewasajili wachezaji wengi wazuri, wachezaji wengi vijana, rundo la wachezaji wengi ambao wengi ni wazuri na wengine ni wa wastani na wengine ni wa kawaida kabisa, uwezo wa chini. Sasa the way walipopata makocha wazuri wa kutrain au wa kutoa ubora wale wachezaji, walikuja wakajisahau, lakini mwisho siku wakaja wakashindwa kuwapa support wale makocha ambao walikuwa wametengeneza kikosi kile. Kwa mfano Pochettino ambaye ndo wa kwanza kabisa kwenye project hii, alianza vizuri kabisa na wale wachezaji ambao walikuwa mwanzo kina Palmer, kina Caicedo akatengeneza vizuri, kina Enzo Fernandez akatengeneza zaidi. Mwisho siku akaja akapewa Enzo Maresca ambaye kimsingi naweza kusema yeye ndo ile project yake ndo ile project au tuseme project ya Chelsea ndo alipoanza kuona matunda yake. Aliwapruni wachezaji ambao aliamini kwamba watakuwa ndo muhimu kwenye kosi chao, lakini alikuwa aridhishwi na wale wachezaji ambao walikuwa wanaletwa, kwa sababu alitamani wapate wachezaji wengi wazuri zaidi. Sio kwamba mnaletea tu wachezaji ambao ni wenye uwezo wa kawaida, kiwango cha kawaida, hapana. Alitamani apate world class player ambao kuwachanganya na wale wachezaji ambao ni vijana wakue katika sehemu nzuri. Kwa mfano walitaka mshambuliaji mithili ya Osimhen, lakini yeye akaletewa Dilap ambaye bado bwana mdogo, ndo kwanza alikuwa na miaka 23 kipindi hicho. Kwa hiyo ukiangalia ni kamari kwamba sisi tunachukua mchezaji mdogo kwa sababu ndo falsafa yetu, lakini kimsingi ilikuwa haina tija kabisa. Maana wewe kama kocha, wewe kama mmiliki unataka mafanikio, lakini au msupport kocha wako. Kwa hiyo ni vitu vile tofauti, ni vitu ambavyo vilikuwa vitaki kwenye mpira, hata kwenye maisha yetu ya kila siku. Ukiwa unataka jambo lako unatakiwa uweke nguvu. The way ukishaona linakupa mafanikio unatakiwa uboreshe zaidi ili mafanikio yazidi kuwa makubwa zaidi. Mwisho siku wachezaji mbalimbali wataanza kuwa na zile watakuwa wanakata tamaa na hiyo project ya Chelsea. Kwa mfano juzi hapa nimeona kuna taarifa za Enzo Fernandez alipokuwa anahojiwa, ni kama alivyokuwa anajibu ni kama ameshakata tamaa kabisa. Maana yeye alisema bana, baada ya World Cup tutaona safari yangu ya maisha soka atakuwa wapi. Na yeye kibinafsi alisema yeye ndoto zake ni kuchezea Real Madrid. Kwa hiyo endekawa wakati ambao Chelsea inapitia wakati mgumu kutokana na kama bosi wao wameshindwa kukidhi mahitaji ya makocha ambao waliopita hata na sasa hivi, ndo wachezaji wale muhimu au uti wa mgongo wa timu ndo wanaanza kuondoka, kwa sababu wanaona kama hapa tunapoteza muda wetu. Kama nilikuja huko walinishawishi kwamba tutakuwa tunatengeneza timu yetu, tutakuwa tunaleta wachezaji wengi wazuri kwa ajili ya kutengeneza project ya muda mrefu, lakini mwisho siku imekuwa tofauti. Ndo wachezaji muhimu watakuwa wanatafuta malisho sehemu nyingine. Mwisho siku utasikia na Palmer anataka kuondoka, Caicedo. Ukishasikia wachezaji kama watatu kama hao muhimu kwenye kosti yako kitaka kuondoka, basi ujue timu inaelekea kufa ama project yako inaelekea kufa. Kwa hiyo Chelsea mabosi wao wangetakiwa waisupport sana makocha au wasupport sana project yao kwa kusajili wachezaji ambao wana ubora zaidi kuliko wale waliopo. Maana yake uweze kuwa unamsupport kocha kwa kumletea vijana tena miaka 18, miaka 20, hapana. Unatakiwa umletea wachezaji wa miaka 25, miaka 29, yaani wachezaji ambao tayari wana uzoefu mkubwa, sio kwamba unamletea tena vijana ambao wanakuja kujitafuta. Uzuri ni kwamba Chelsea wana academy ambayo inazalisha wachezaji wengi wazuri sana. Wangekuwa wamerely sana kwenye academy yao kupata wale vijana, wangekuwa wako mbali sana, tofauti na kwamba wanasajili vijana zaidi. Wangetakiwa wao wamerely sana kwenye academy yao kupata wale vijana, ili zile pesa za usajili watumie kwenye kusajili wachezaji ambao wamekomaa, wachezaji ambao wana ubora mkubwa kwa ajili ya kuisupport project yao ya muda mrefu. Bwana, Chelsea wanapaswa kusajili wachezaji wa maana, la sivyo wale wachezaji wao muhimu watawapoteza wote. Na siku zote muda ndo hakimu sahihi. The way msimu huu Chelsea wanakuwa na performance mbovu, ndo na ile hali ya kupambanaji nayo inazidi kupungua. Ngoja tusubiri mwisho wa msimu tuone panapovuja ni wapi. Asanteni.